Siku kadhaa kuna matukio tofauti ambayo yamejitokeza. Ila kubwa zaidi ni kumuhusu Haji Manara na mke wake Zailisa. Lakini je, utajisikiaje ukiambiwa kama issue ya kuweza kuachana kwa Zailisa na Manara ilikuwa ni kiki kwa lengo la kupoteza watu fulani? Je, utajisikiaje unadhani? So hivyo unaambiwa hivi. Unajua siku kadhaa tumeshuhudia moja ya story ambazo zilikuwa zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Moja ya story kubwa ilikuwa ni story ya Haji Manara kuweza kuachana na mwanamke wake, kupeana talaka. So mwanamke ambaye inaaminika ni moja ya mwanamke ambaye alishafunga naye ndoa. So walikuwa wanaishi pamoja. Lakini utakumbuka tukio hilo limetokea siku ya tarehe 9 baada ya siku moja tu nyuma kupigwa mchezo kati ya Simba na klabu ya Al Masry. So katika mchezo huo Simba Sport iliweza kuibuka bingwa. Ilifunga mabao ya kutosha tu klabu hiyo ya Al Masry. Lakini story zilikuwa nyingi sana baada ya kuchukua ubingwa huo. Lakini tulio wengi tunafahamu kuwa Haji Manara anaweza nikasema ni moja ya watu au ni moja ya mashabiki ambao wanaishabikia sana klabu ya Yanga. So triki ya kuweza kuzima zile story mitandaoni kuhusiana na Simba. So inasemekana kuwa triki ya kuweza kuachana kwa Haji Manara na Zailisa ilikuwa kama kiki ya kuweza kuwafunga midomo wapinzani kwa siku hiyo. Kama utakuwa unakumbuka kulikuwa na mbungi mchezo ambao Simba iliibuka bingwa kulikweli. So hili kuwaziba midomo wapinzani, so inaaminika kuwa ndo ikatengenezwa moja ya kiki kuwa Zailisa ionekane au wachapishe baadhi ya caption mitandaoni ionekane wawili hao wameachana, kumbe ni kitu ambacho hakina ukweli ndani yake. So vitu kama hivi hapo. So mambo yalikuwa mengi kabisa. Kila mtu aliweza kuongea la kwake. So baada ya Haji Manara na Zailisa kuweza kufanya hivyo, so kuna namna naweza nikasema kuipiga timu ya Al Masry bao 4 zilifutwa kabisa. Kila mtu alikuwa anazungumzia issue ya Haji Manara na mpenzi wake Zailisa kuweza kuachana. Ipo hivyo. So tunafahamu kuwa Haji Sande Manara ni mshabiki mkubwa wa klabu ya Yanga. So pia amewahi kuwa msemaji ndani ya klabu hiyo. Kwa hiyo naweza nikasema baada ya Simba Sport kuweza kuipiga kipigo cha mabao 4 klabu ya Al Masry, so waliogopa story kuwa nyingi kana kwamba klabu ya Yanga itavunjiwa heshima. So ndipo inasemekana wawili hao wapenzi wakaamua kufanya mchezo au kutengeneza mchezo kama huo kana kwamba waanzishe story mitandaoni kuwa wameachana. Lakini ni moja ya kitu ambacho inaaminika hakina ukweli ndani yake. So nafikiri hao ni moja ya machache tulobahatika kuwa nayo. So nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, so hakikisha una subscribe ili wakati mwingine uweze kupata taarifa zetu.